Mkutano wa vijana wa Afrika yaani Pan Youth African Congress umefanyika jijini Harare nchini Zimbabwe, ambapo vijana pamoja na masuala mbalimbali wamejadili namna inayofaa kuienzi amani katika nchi za Afrika. Vijana hawa wanatetea amani ambayo waasisi wa bara la Afrika waliipigania kwa miongo mingi na hatimaye nchi zote zikawa huru dhidi ya ukoloni. Akizungumza na Sati Media kwa njia ya mtandao wa WhatsApp, kijana kutoka Tanzania Omar Punzi amesema mkutano huo ulioanza tarehe 23 mwezi Mei na kuhitimishwa Mei 26 mwaka huu wa 2025 umewakusanya vijana kutoka nchi 54, na hapa anaeleza zaidi dhima ya kusanyiko hilo. Tuko hapa ni takriban vijana wasiopungua 2000 wako hapa na wameanza toka jana. Wanajadili ni namna gani vijana wanaweza kujikomboa katika swala la kiuchumi, hasa ardhi ambayo ipo ndani ya bara la Afrika. Wanaamini kuwa wazee wetu waasisi walishafanya kazi nzuri sana kuikomboa nchi hii, kuikomboa Afrika hii. Sasa vijana wana wajibu wa kuendeleza zile falsafa ambazo wazee wetu wameweza kushauriana na kuweza kufanya. Jana kulikuwa na uzinduzi na baadhi ya viongozi wakubwa waliweza kuzindua, na leo hii tarehe 25 na kesho inahitimishwa. Naamini vijana wengi hapa wameweza kujifunza. Mambo ya kwanza wamejifunza ni namna gani ardhi inaweza ikawa mtambuka katika masuala ya kilimo, katika masuala ya usafirishaji, lakini mabalozi mbalimbali wa wakilishi kutoka nchi mbalimbali wameweza kuelezea mada mbalimbali katika zile panel. Lakini kitu cha kufurahisha ni namna gani mfumo wa teknolojia ya kompyuta inaweza ikawa fursa kwa vijana na kuibua ajira. Kwa hiyo hayo mambo ndio ya msingi ambayo vijana wanatamani kuona bara la Afrika kuwa katika bara ambalo lenye kuendelea. Lakini muhimu wameona solidarity, kuwa na umoja, kukomesha vita ambavyo vya wenyewe kwa wenyewe. Wanaamini kuwa vita vile vinaweza kusababisha uchumi kushuka, kwa sababu mataifa mengi ya Afrika yanaingia katika mgogoro wa wenyewe kwa wenyewe, na wakati wote tayari wameshamtoa mkoloni. Sasa ni wajibu wa vijana kuungana pamoja na kuweza kuhakikisha taifa lao au kila Afrika au taifa la mtu mmoja mmoja ili uchumi uwe mzuri kabisa. Lakini vijana wanapongeza, mafunzo yameenda vizuri na kesho tunahitimisha. Vijana wakiwa nchini Zimbabwe wametembelea kuona fursa mbalimbali za masuala ya kiuchumi ukiwemo ufugaji wa ng'ombe wa kisasa. Ndugu zangu wa Afrika, bara la Afrika, pamoja na ndugu zangu wa Tanzania, hawa ni vijana takriban 1000 tumekutana hapa nchini Zimbabwe, na tunashukuru serikali ya Zimbabwe kututembeza. Lakini leo wamekuja kutuonyesha kitu kikubwa ili kuweza kujinusuru na bara la njaa letu hili. Tazama ndugu zangu wale ambao wanaofuga ng'ombe kule nyumbani, ndugu zangu wale wasukuma, hii ni mbubu au ndogofa. Hizi ni ng'ombe ambazo ni kubwa. Tukichukua hii mbegu moja tukaenda kufuga, tazama hii, ile ina kilo ngapi? Sio ng'ombe zetu kule, tuna ng'ombe zetu zinaweza zikawa na kilo chache. Tuchukue hii, umeona? Tazama, iangalie, ipige picha hiyo. Umeona? Yeah. Hiyo ni ng'ombe, tukaichukua hiyo. Umeona? Tukaichukua hii ng'ombe moja, mbegu moja, tuje Belinda Semtandi, Sati Media.